Jiji. Moja timu ambazo zinamsumbua sana Simba ni pamoja na Dodoma Jiji. Chief, kesho tunaweza tukashuhudia mchezo aina gani? Nafikiri kesho ni mechi ngumu na yenye pressure hasa kwa upande wa Simba, yes. Kwa sababu ukiangalia kwamba mechi iliyopita ya ligi hawajapata matokeo mazuri, kwa maana kwamba wameweza ku strengthen au wameweza ku increase lile gap kati yao na Yanga. Yep. Kutoka kwenye alama 6 sasa ni alama 8. Yep. Kitu ambacho watu wengi kimewafanya waweze kuanza kuwa na mashaka, lakini pia ukiangalia mechi yao ya mwisho dhidi ya Dodoma nafikiri yenyewe itoka sare. Yes. Yaani miongoni mwa mechi ambazo za kwenye ligi ambazo Simba aliangusha alama 2 ni mechi ya Dodoma. Yeah. Kwa hiyo Dodoma wanaingia wakiwa na confidence kwamba sisi Simba tumecheza nao na tukapata alama 1. Yep. Na Simba anaingia akiwa na wasiwasi kwamba endapo kama kesho atakosa matokeo ya ushindi, maana yake utakuwa ni muendelezo wa kwenda kuibua chokochoko nyingine. Kwa sababu katika msimu huu walijitandamua kwamba lazima waweze kupata ubingwa wa ligi na ikiwezekana ubingwa wa FA. Na leo nilikuwa nasikia sio walikuwa wana kikao mkutano Arusha. Nilimsikia akizungumza msemaji kwamba malengo yao bado yako pale pale. Wanaamini kwamba kushinda FA na kushinda ligi. Kwa hiyo ni pressure ambayo wao wametengeneza na wameaminisha mashabiki. Kwa hiyo ni mechi ambayo wataingia it's must win game kwamba tuende tukapate matokeo ya ushindi. Lakini wanakutana na Dodoma ambayo ipo kwenye peak kwa siku za karibuni. Unapozungumza timu ambazo zimekuwa zikifanya vizuri na ambazo zimeanza kushinda ugenini na nyumbani ni Dodoma Jiji. Wachezaji wake wengi wapo kwenye peak. Kwa hiyo nayo inaweza kwenda kuchagiza kufanya mchezo uweze kuwa mgumu. Lakini kitu kingine when it comes kwenye viwanja ambavyo ukitoa Benjamin Mkapa, ukitoa Isamuwe, ukitoa KMC, ukitoa na Azam Complex, viwanja vingine hivi havina faida sana kwa Simba na Yanga na Azam. Kwa nini? Kwa sababu ni timu ambazo zinakwenda beyond ile basic principle for the football. Yaani wao unajua timu nyingine ukiziangalia hizi wanakwenda na basic principle tu for 4-2 wanacheza. Hawana vitu vingi sana. Hizi timu ambazo zina technicalities zina vitu vingi. Kwa hiyo moja ya kusupport mbinu zao ni aina ya kiwanja. Kwa hiyo ukitokea uwanja kidogo ambao unarabsha wao inakwenda kwa changamoto. Unanifahamu sijui. Kwa hiyo hatujui kesho patamkaje. Kwa hiyo nao pia ni fact. Lakini pia hata kama pakiwa sawa, uwanja tu ule wenyewe wa Shemlabedi hauna quality kama uwanja wa Isamuwe. Lakini ukiangalia Dodoma Jiji most of the times na wao uwanja ni mzuri, lakini most of the player ndio hao kawaida ambao wanaenjoy kwenye vile viwanja. Kwa hiyo naiona ni mechi ngumu sana kwa Simba. Kesho ni mechi ngumu sana kwa sababu Dodoma anaamini kwamba ana mlango wa kupitia na akiamini kwamba hata katika mechi iliyopita pengine alideserve kuweza kuwini na sare ilikuwa pengine imekosa kibinadamu. Kwa hiyo binafsi nategemea tutaenda kushinda mchezo ambao utakuwa ni mgumu, lakini Simba kwake ni must win game kwa sababu lazima ashinde. Yaani mechi ambayo option 1 ni ushindi, ya pili ni ushindi, ya tatu ni ushindi. Ni Simba hao dhidi ya Dodoma Jiji walishacheza kwenye ligi na wametoa sare. Unadhani kwamba coach Steve Barker anaweza akaingia kwa kutaka zaidi huu mchezo au bado atabaki kwenye malengo kuu kwa maana ni BCF malengo ya pili CRDB Federation Cup? Kama ni kombe rahisi ama kombe ambalo lipo karibu Simba kuweza kushinda. Nadhani ni kombe la FA. Maybe wanaweza kushinda kwa urahisi kuliko kombe la ligi. Kwa sababu ni wao tu kuweza kucheza vyema kimkakati. Sio kucheza mpira mzuri. Kila mpinzani wanayemkuta waweze kumfunga kwa kumtoa. Hili ni kombe. Ni rahisi sana ukiwa bora kimbinu kuweza kushinda mechi zako na kuweza kufikia finali. Sahihi. Na same to Dodoma, kocha Amani Josaya. Ni kati ya makocha bora kabisa kwenye ligi yetu. Wazuri kimbinu. Uwanja huu wote wanaweza kucheza kwa kutumia philosophy yake anayoiamini yeye. Na timu ikafanya vizuri. Ana wachezaji wazuri, Andy Bikoko, Banda pia anarudi anarudi. Dickson Mwiru, lakini mtu kama Mwana Kibuta. Alafu na William Ediga. Karudi maki kuna game kadhaa hapa alikosekana. Nafikiri anarudi nimesikia anarudi. Lakini mtu mwingine ambaye maybe anaweza kuleta shida sana, Kelvin Mduni. Ni kati ya wachezaji bora sana msimu kwenye ligi yetu. Kwenye eneo zima la kiungo namba 10. Kwa hiyo utaona mechi iliyopita namna Simba kwa walivyopata shida. Na wanauendea huu mchezo wakiwa wapo kwenye pressure zaidi. Hiyo ni faida kwa timu ya Dodoma.
kwa sababu Simba wako na pressure, wana mechi 2 hawajapata matokeo na tayari wameanza kuweza kuona tatizo liko wapi kwenye timu yao, lakini wapinzani wao wanakuwa bora pia kimbinu. Of course coach Steve Barker yupo kwenye pressure. Kwa nini ana pressure? Timu ndio inayompa pressure, mahitaji ya timu. Kwa maana kwangu mimi nilichokiona, nadhani Simba walipaswa msimu huu kuweza kutazama tu mechi zao zinaendaje, kuweza kujipanga na msimu ujao. Hili limelisema sana kwa sababu timu ambayo ilikuwa bora msimu uliopita kwenye ujenzi ikabomolewa, katikati wanakuja walimu zaidi ya 3, itakwenda tena kusheki tu. Itashinda baadhi ya mechi lakini bado haitokuwa timu tishio ama kuwa sawa sawa. Sasa unaona leo hii tunaanza kuona Dodoma wanaweza kumpa game ngumu Simba. Kwa sababu ya timu yake ilivyo, bado pia combination chemistry as a team inavyocheza ya Simba changamoto. Ola Libasege Luemba kuna wakati Sule hapatiwi hizo pasi ama kumlisha sana. Kuna wakati nafasi ya kumpa mshambuliaji atataka lazimishe. Hiyo ni timu kukosa chemistry. Hiyo ndo shida, kwa sababu timu inakuwa kila mchezaji anacheza kwa uwezo wake binafsi. Sasa Steve Barker yupo pia kwenye hiyo shida timu yake, ingawaje haisemwi sana, lakini hiyo pia ni shida. Kwa hiyo pressure lokuwa nayo ni mahitaji ya timu. Maybe kama wangeweza kutoka hadharani na kumwambia mwalimu tengeneza timu ya msimu unaokuja, asingekuwa na pressure. Kwa hiyo kwangu mimi Yusuf, ni pressure anayompa Barker, lakini bado Simba ya msimu hauna uhakika wa mechi unaokuja kama atapata matokeo, kama atakutana na timu ambayo watakuwa vizuri na wenyewe pia kuweza kuzuia. Of course hizi timu za katikati hazina washambuliaji wazuri kuliko Simba. Sahihi. Lakini mabeki wao wakisema kwamba na viungo wao tuna uwezo wa kuweka mkakati mzuri, kama kucheza tucheze chini kidogo, lakini tukipata mpira then tuweze kwenda mbele, tuweze kutafuta hata foul ama kuattempt counter attack, wanaweza kwa wakati mgumu sana Simba. Umemzungumza kocha Steve Barker na kile ambacho kimetokea katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ikitokea akakosa kombe la NBC Premier League, lakini pia akakosa kombe la CRDB Federation Cup, alafu akamtimua, itakuwa wamefanya kitu sahihi? Hapana, watawakosea mashabiki wao kwanza Simba. Na ndio itakuja kuthibitisha viongozi wa Simba wana shida. Hakuna timu inayojengwa au timu inayoshinda makombe kwa kutimua makocha kila wakati kabisa. Haipo hiyo timu. Na timu yoyote inayohitaji kuwa bora inahitaji process, kwa maana mwalimu kumpa nafasi aweze kuwa na wachezaji wake bora ama timu yake. Sasa Steve Barker hata kumdai kombe tu wenyewe ni kosa kwangu mimi. Msimu kombe lolote ni kosa kumdai. Bado anahitaji muda wa kuweza kuijua timu yake, kujua msimu unaokuja sehemu gani kuna mapungufu, tumuongeze nani. Twende pale Stellenbosch tukamchukua tena mtu mwingine, au twende Cape Town wapi, au kama tena Mamelodi wanapatikana wengine maybe kama pesa wanayo. Si ndio? So alimpata eneo Maema na Deruke. Kwa hiyo of course mwalimu ana fullback wake wa kushoto nadhani yuko pale, lakini kama utahitaji pia kuwa na timu bora ya ushindani kushindana hata kimataifa, Basedi wa Mamelodi huwezi kufananisha na wakina Nixon Kibabaki. Huo ndio uhalisia. Kwa hiyo kuna eneo Simba wanahitaji wachezaji ambao level yao ni ya ushindani kubwa. Mwalimu anahitaji muda kwangu mimi Yusuf kumtimua kocha tena. Sasa kwa mashabiki wa Simba itabidi wadili sasa na viongozi wao. Wao ndio tatizo. Hakuna timu ya hivyo duniani ambayo itafanya vizuri kwa kuwapa mzigo makocha kila siku. Hapana. Haipo hiyo timu. Chief, tumaliza na hili. Simba aliwahi kutolewa na Mashujaa wakati Mashujaa upo championship, lakini pia aliwahi kutolewa na Green Warriors pia ambaye alikuwepo huko championship. Ipi tahadhari ambayo wanatakiwa kuingia nayo kwa kesho kati ya mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji? Nafikiri wameangalia mechi ya Yanga leo. Watakuwa walikuwa wanaangalia. Wameweza kuona mazingira. Kama leo mechi isingekuwa katika uwanja wa KMC, ingekuwa katika viwanja vyetu vingine. Hii mechi ilikuwa inakwenda kwenye penalty.
ya leo hii, yani Yanga dhidi ya TMA. Yes. Ilikuwa kwenda kwenye penalty. Kwa hiyo lazima wajue kwamba hizi timu ndogo zenyewe zinaingia zikiwa zinakuja kutafuta matokeo, lakini pia vile hawana cha kupoteza. Yeah. Yani leo hii TMA alikuja tu kwamba mimi nataka nikaangalia ninaweza kujipambanua mbele ya Yanga. Yes. The same na Dodoma. Dodoma any style yao ni kama Simba ambacho alikuwa anazungumza hapa, nimependa sana amekizungumza Festo hapa. Yeah. Kwamba urahisi wa kuchukua kombe au urahisi wa kwenda kimataifa ni kupitia kwenye FA. Kwa sababu huko ni swala la mahesabu tu. Unanifahamu? Tofauti kwenye ligi. Ndio maana ukiangalia timu nyingi ambazo zimecheza michuano ya kimataifa, unamzungumzia sio Azam, unamzungumzia na wengi, sio Namungo, sio KMC kipindi kile, unazungumzia nani, Biashara. Mlango aliopitia ni mlango huu. Huu ndio mlango. Na Dodoma ukiangalia siku za karibuni ametoka kuzungumza kocha chama walivyokijenga, wanavyokwenda, ni timu ambayo inaamini kwamba inaweza kuwa katika top 4. Sasa kocha kufanya ni kupambana huko. Na mechi yenyewe ni mechi ambayo tukiweza kukimbia dakika 90 tunakwenda kwenye penalti, mambo mengine yanaendelea, penalti hazina mwenyewe. Kwa hiyo lazima waingie kwa tahadhari kubwa, lakini Simba watakuwa na presha kubwa wakipoteza kuliko timu nyingine yoyote. Kwa sababu tayari ni watakwenda kuachia kitu kimoja. Na amezungumza kama unaamua kuangalia mzani, basi sehemu pekee ambayo inaweza kufanya ninafika finali ni kwenye FA. Na finali haina mwenyewe. Kwenye ligi mazingira yanaanza kuwa magumu kabisa mpaka saa hizi. Kutokana mazingira yalivyokaa. Kwa hiyo nafikiri lazima waingie kwa tahadhari kubwa, lakini wajue kwamba ni mechi ambayo Dodoma anaitaka, na ni mechi ambayo pengine Dodoma nafikiri ndio sehemu pekee ambayo anaweza kupata matokeo ya kumfanya azidi kusogea juu. Kwa hiyo naiona ni kwamba lazima wakafanye kazi ya ziada, wasije wakaingia kwenda kubeti. Kwa maana tuingie sasa tuanze kutumia watu ambao walikuwa watumiki. Hii ni timu ya ligi kuu ambao ulipanga full mkoko na bado ukakosa matokeo alama 3. Kwa hiyo waingie kwenda kupambana. Faida ya Yanga aliingia na timu ambayo hata kama nikipanga timu nyingine bado ina nafasi. Ndio maana ukiangalia leo hii sehemu kubwa ya squad haikuepo, lakini wameweza kudominate, wamekosa nafasi kuweza kuzitumia. Lakini kwa hiyo wampata faida ya kuweza kupumzisha baadhi ya wachezaji wao katika mechi yao. Lakini Simba itamlazimu tu aende kuichukua fatiki, na bahati mbaya baada ya leo tena ana mechi nyingine baada ya siku 2 mbele tarehe 15 baada ya kesho dhidi ya Fountain Gate. Kwa hiyo nafikiri lazima mwalimu Steve Barker ana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba ana balance uwiano wa kikosi, lakini aweze kuwa dominate Dodoma Jiji na pengine apate matokeo, warudi kwenye uwanja wa mazoezi, walikapia kwa haraka tarehe 15 wakutane na Fountain Gate, wachukue alama nyingine. Kwa hiyo katika mechi 3 katika mkoa wa Arusha, basi walau waweze kuondoka na point 7. Bwana, shukrani sana. Ndio, kama umesubscribe Salamba TV ukahisi umemaliza, basi bado nenda kwenye peji zetu za Instagram, tunatumia Dominic Salamba, lakini pia tunatumia Salamba Radio, bila kusahau Salamba TV Plus. Pita huko alafu follow page zetu huko, tunatoa madini kweli kweli, unapata zile update nyingi. Lakini pia asante kwa Super Banco, Vinning Kolomboka, Easy Pads, Kavido House of Switch Code, bila kusahau Kavido Barbershop wamekuwa wakitupa nguvu ya kukujuza yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, nilikuwa naye Chief Dominic Salamba, lakini pia Festonga Mr. Liverpool. Tumezungumza yale mengi ya kimichezo. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena.